chako kizuri cha muujiza. Haleluya. Mbonyeze jirani yako, mwambie kuna mahali naelekea. Niangalie vizuri. Niangalie vizuri. Mwambie kwa herufi kubwa, niangalie vizuri. Wa leo sio wa kesho. Umeniona leo hivi, kesho yangu utanisalimia kwa heshima. Samueli wa pili, kitabu kile cha Samueli wa pili mstari wa 6. Sura ya kwanza. Biblia inasema, basi Daudi akakusanya tena wateule wote wa Israeli, watu 30,000. Akaondoka Daudi akaenda pamoja na watu wote waliokuwa naye mpaka Baala wa Yuda, ili kulipandisha kutoka huko sanduku la Mungu lililoitwa kwa jina, naam, jina la Bwana wa herufi kubwa wa majeshi, akaaye juu ya makerubi. Wakaliweka sanduku la Mungu juu ya gari jipya, wakalitoa katika nyumba ya Abinadabu iliyoko kilimani. Nao Uza na Ahio wana wa Abinadabu wakaliendesha lile gari jipya. Wakalitoa katika nyumba ya Abinadabu iliyoko kilimani pamoja na sanduku la Bwana. Na huyo Ahio akatangulia mbele ya sanduku. Pastor Adam, sura ya pili mstari wa 6, sura ile ya 5 endelea. Amen. Sura ya 5 mstari wake wa 6. Samueli wa pili sura ya 6 mstari wa 5. Amen. Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana wa herufi kubwa kwa nguvu zao zote. Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote. Sema kwa nguvu zao zote. Kwa nguvu zao zote. Kwa nyimbo na kwa vinubi. Kwa nyimbo na kwa vinubi. Na kwa vinanda. Na kwa vinanda. Na kwa matari. Na kwa matari. Na kwa kayamba. Na kwa kayamba. Na kwa matoazi. Na kwa matoazi. Hata walipofika kwa uga. Hata walipofika kwa uga. Ya Nakoni. Ya Nakoni. Uza akalinyoshea mkono sanduku la Mungu. Sikiliza. Uza akalinyoshea sanduku la Mungu mkono. Sikiliza kwa makini. Uza akalinyoshea sanduku la Bwana mkono. Akalikamata kwa maana wale ng'ombe walikungua. Akalishika lile sanduku kwa sababu wale ng'ombe walikuwa wakikungua, yani wakiumbayumba na wengine wakitaka kuanguka. Kusudi la Uza halikuwa baya, lakini kusudi la Mungu lilikuwa ni chukizo kwa Uza, kwa sababu hakuwa na amri mbele za Mungu la kugusa sanduku la Mungu. Mwambie jirani, kuwa makini. Kuwa makini na sanduku la Mungu. Na sanduku la Mungu. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza. Naye Mungu akampiga. Akampiga huko kwa kosa lake. Akampiga huko kwa lile kosa. Hata akafa pale pale penye sanduku la Mungu. Sio alikufa baadaye. Sio kwamba walimtoa pale akiwa mgonjwa. Kosa moja tu la kugusa sanduku la Bwana, Uza alikufa hapo hapo. Mara ngapi tumelichezea sanduku la Bwana? Mara ngapi tumeliuzi kusudi la Mungu kwenye maisha yetu? Mara ngapi tumekataa kutii maagizo ya Mungu? Ni mara ngapi? Kumbe tunatembea tumekufa,
kwa sababu ya makosa. Kuna makosa. Tunajiona tuko hai, kumbe tumekufa. Andika kichwa cha somo, utoaji. Daudi akaona uchungu kwa kuwa Bwana amemfurikia Uza. Daudi akaona uchungu kwa kuwa Bwana amemfurikia Uza. Akapaita mahali pale Perez Uza hata leo. Naye Daudi akamwogopa Bwana wa elfu kubwa siku ile. Naye Daudi baada ya kuona Uza amekufa hapo hapo, Daudi mwenyewe akamwogopa Bwana. Kumbe Mungu ana hasira. Kumbe Mungu ni wa kuogopwa. Daudi alipoona kifo aliogopa. Haleluya. Amen. Hakuna mtu yoyote anayependa kufa. Wote tunaogopa kufa. Daudi akasema, nitanijiaje sanduku la Bwana? Basi Daudi hakutaka kulileta sanduku la Bwana kwake mjini. Baada ya kuona kifo, Daudi akaogopa kabisa kulileta sanduku la Bwana mjini. Ila Daudi akalihamisha nyumbani kwa Obedi. Lile sanduku la Bwana nyumbani kwa Obedi Mgiti. Haleluya. Amen. Kumbe kuna wakati baraka zetu tunazichengesha. Kumbe kuna wakati Mungu anapotaka kuteremsha baraka kwetu, sisi tunakataa. Haleluya. Amen. Daudi akalichengesha sanduku la Bwana, asilipeleke kwenye nyumba yake, akalipeleka nyumbani kwa Obedi. Sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Obedi Edomu Mgiti muda wa miezi 3. Naye Bwana akambarikia Obedi Edomu na nyumba yake yote. Haleluya. Amen. Nyumba ya Obedi baada ya kulipokea sanduku la Bwana, ile nyumba ya Obedi ilibarikiwa isivyo kawaida. Kumbe unapolipokea sanduku la Bwana, nyumba yako inabarikiwa. Amen. Kuna watu mpo hapa, mmewahi kujiweka mbele za Bwana na kuweka agano kwamba mimi nitajitoa, kuanzia leo nitaweka mafuta kwenye gari la kuhani. Kila mwezi nitahakikisha nimejaza full tanki gari lake. Unajua hicho ni kifungo cha hatari sana. Muwe makini. Haleluya. Muwe nini? Mwambie jirani tuwe makini. Tuwe makini. Kila unachofanya usifanye kwa msisimko. Wakati Mungu anaachilia ile baraka katikati yake, anataka utamke, na lile neno unalolitamka sio lako, ni la Bwana. Wakati ukitamka, ulitamka ndani yako ukiwa na moyo wa furaha, ndani yako moyo wa kutetemeka, ukajisikia kabisa ninaweza kumudu. Ni baraka. Mwambie jirani kuna bomba linakuja kwako. Kuna bomba linakuja. Lakini wewe unalichengesha. Ni wewe unalichengesha. Tusiache kutoa. Baraka za Mungu ziko kwenye kutoa. Usipotoa, Mungu ataleta wengine, watatoa, watabarikiwa, wataenda. Wewe utabaki hapa ukiwa ombaomba wanauli. Haleluya. Hatujajua namna ya kumtolea Mungu. Obedi pamoja na aliona jamaa amekufa, lakini yeye akasema kwa unyenyekevu mkubwa, nitalipokea sanduku. Mungu alipoona moyo wa Obedi, Obedi akabarikiwa maradufu. Na usifikiri mchezo. Sanduku la Mungu lina mambo mengi. Likiingia nyumbani kwako, linahitaji unyenyekevu, linahitaji utii, linahitaji usitende dhambi, linahitaji namna yake ya kuingia kwenye ile nyumba na namna ya kutoka. Na likiingia linahitaji sadaka. Haleluya. Amen. Usifikiri lile sanduku liliingia bila sadaka. Kuna sadaka zilitolewa. Na ndani ya zile sadaka
Si kwamba Obedi alikuwa nazo, lakini alitoa. Ndio maana alipokea maradufu. Amen. Daudi akaenda akalileta sanduku la Mungu toka nyumba ya Obedi Edomu mpaka mji wa Daudi kwa shangwe. Hata ikawa watu waliolichukua sanduku la Bwana walipokwisha kwenda hatua 6, akachinja ng'ombe na kinono. Haleluya. Amen. Umewahi kusikia hatua 6 watu wamebeba sanduku la Bwana? Daudi ili asipate adhabu, ili umaskini usiwe kwenye maisha yake, alitumia njia mbadala. Mwambie jirani, njia mbadala. Njia mbadala. Hivi unafikiri kucheza ni mchezo? Mfalme aanze kukatika hapa kucheza, kurukaruka kwa ajili ya Bwana mfalme. Haleluya. Pamsemushi hapo inaeleweka. Haleluya. Amen. Yaani unakaa ukiwa unajua kwamba nimekaa hapa nina Mungu. Yes. Ambaye ana sadaka anakaaga kama anaruka. Saa ngapi sadaka itatoka? Sadaka ikitoka mapigo ya moyo yanamwenda mbio. Usijali. Haleluya. Amen. Mungu ana vitu vingi vya kumtolea. Amen. Kama una sadaka basi atamwabudu Bwana. Amen. Hauna sadaka hata kusifu uwezi. Hauna sadaka hata kumwambia Bwana fungua kinywa msifu Bwana, fungua kinywa mwabudu Bwana. Omba hata kurudia nyuma ya mhubiri huwezi. Yaani sijui matatizo yao yatakuwa ya wapi. Haleluya. Amen. Sikia sasa kinachotokea. Mikali alipomwona mfalme Daudi akicheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Wakaliingiza sanduku la Bwana na kuliweka mahali pake katikati ya hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake. Naye Daudi akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha Daudi alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani, akawabarikia watu kwa jina la Bwana wa elfu kubwa wa majeshi. Akawagawia watu wote, mkutano wote wa Israeli, wanaume kwa wanawake, kila mtu mkate na ngano, mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa zabibu. Basi watu wote wakaenda zao, kila mtu nyumbani kwake. Ndipo Daudi akarudi ili awabarikie watu wa nyumbani mwake. Na Mikali binti Sauli akatoka nje aende kumlaki Daudi. Akatoka nje ili amlaki mfalme Daudi. Naye akasema, na yeye Mikali akasema, mfalme wa Israeli alikuwa mtukufu leo namna gani? Dharau hizo. Mikali akatoka mkewe ili kumlaki mumewe. Anamueleza, anamwambia, mfalme wa utukufu leo umekuwa kitu gani? Akajifunua mwili wake mbele ya vijakazi. Mbele ya vijakazi vya watumishi wake. Mfano wa watu baradhuli. Mmojawapo. Ajifunuavyo mwili wake mbele ya watu. Sikia dharau hizo. Yaani umetoka kwenye uwepo, umetoka umemuona Bwana, umetoka umebarikiwa na mahubiri, unafika nyumbani unakutana na ngumi na kukaribisha. Ni huzuni, lakini kwa ajili ya Bwana. Amen. Alihitaji kutiwa moyo, alihitaji kuambiwa maneno ya faraja, alihitaji kuambiwa mume wangu umefanya vyema, hakika huu ni mwaka wetu. Alitamani, lakini anarudi nyumbani anakutana na vitisho. Ajifunuavyo mwili wake mbele ya watu asipokuwa na haya. Daudi akamwambia Mikali, sikiliza neno la hekima. Yes. Mwenye Mungu hana papara. Mwenye Mungu haumii. Hata umkosee yeye huwa haumii. Mwenye Mungu hata umjeruhi vipi, yeye anasema asante Yesu.
Hii nalo ni kwa utukufu wa Bwana. Amen. Mwenye Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Mradi tu usinisogelee na ngumi, tutapigana. Amen. Weka mbali, so nitafanya vyote, lakini sio kwa ukaribu. Haleluya. Amen. Mfalme kwa hekima yake, Yes, akasemaje? Daudi akamwambia Mikali. Daudi akamwambia Mikali, sikia hiyo. Ilikuwa mbele za Bwana wewe. Ilikuwa ni mbele za Bwana Mungu wa Israeli aliyeumba mbingu na ardhi. Ilikuwa ni mbele za Bwana. Yes. Aliyenichagua mimi juu ya baba yako. Aliyenichagua mimi juu ya baba yako wewe. Na juu ya nyumba yako. Na juu ya nyumba yako. Ili kuniweka niwe mkuu juu ya watu wa Bwana. Ili kuniweka mimi kuwa juu ya nyumba ya Bwana. Juu ya Israeli. Juu ya Israeli. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana. Kwa hiyo mimi kuanzia sasa tena umeviwasha. Nitacheza mbele za Bwana. Nitaimba mbele za Bwana. Nitagaragara mbele za Bwana. Nitamwabudu Bwana isivyo kawaida. Kuanzia leo nitacheza. Kuanzia leo nitaomba. Kama nilikuwa siombi nitaomba. Kuanzia leo. Daudi akatangaza neema. Akasema sitaacha. Nitafanya ubarikiwe. Haleluya. Tunanyamaza, tunawaumiza watoto wetu. Watoto wetu watakufa kiroho. Kama Bwana amesema, kwa nini ninyamaze? Lazima tuzungumze. Haleluya. Kwa hiyo kuna wakati mlitamka, Baba nitafanya, lakini haufanyi. Rudi mbele za Bwana. Mwambie Bwana, naomba rehema. Ninaomba toba mbele zako Mfalme. Nihurumie, maana bado nafasi iko wazi kwa ajili yenu. Haleluya. 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 Tunamhitaji Mungu. Haleluya. Tunamhitaji